Ufalme wa Mungu ni hazina ama lulu isiyopimika ambayo ili kuipata ya kupasa kuacha vyote, kuuza ulivyo navyo, wakati mwingine kudharaulika katika macho ya walimwengu ama macho ya dunia, ukiongozwa na hekima ya kimungu ili kuupata uzima wa milele. Wapendwa, ni Dominika ya 17 ya mwaka A wa kanisa, ambapo tunaendelea na simulizi ama mifano mbalimbali kuhusiana na siri za ufalme wa Mungu. Katika Dominika hii ni kualike tutafakari pamoja ujumbe mkuu unaopatikana katika mifano ambayo Yesu anaitoa siku ya leo. Mfano wa hazina, mfano wa lulu na mfano wa juya. Pengine hayo yana maana gani katika maisha yetu ya ufuasi kama Wakristo? Nikukaribishe. Lakini kabla hatujaanza, nipende kusisitiza tena uendelee kuwa mfuatiliaji wa Lux Fidei Mwanga wa Imani kwa kusubscribe, kufollow mitandao mbalimbali ya kijamii ili uwe wa kwanza kupata maudhui mbalimbali tutakayoyapandisha katika channel yetu. Wapendwa, Dominika ya 17 ya mwaka A ni Dominika ambayo inahitimisha ile sehemu ya 3 katika Injili ya Mathayo. Katika Injili ya Mathayo ambayo imegawanywa katika mafundisho ya Yesu katika sehemu 5, tulishaanza kuona, sasa tumefika sehemu ya 3 ambayo Yesu anaelezea siri za ufalme wa Mungu kupitia mifano mbalimbali. Mifano ya kawaida kabisa, lakini mifano hiyo ina maana ya tofauti na uhalisia. Ndio maana inatumika jina parable. Naweza tukasema kama kitendawili ama ni kitu cha kawaida lakini kina maana isiyo ya kawaida. Lengo kuonyesha siri ya ufalme wa Mungu. Na hivyo katika sehemu hiyo ya mifano, sehemu ya 3 kadiri ya Injili ya Mathayo ambayo inakava ama inahusisha Dominika 3, Dominika ya 15, Dominika ya 16 na kuhitimisha Dominika ya 17. Na hivyo leo ni sehemu ya 3 ya mifano hiyo ambayo Yesu anaitoa. Na katika Dominika hii Injili kadiri ya Mathayo sura 13 aya ya 44 hadi ya 52, Yesu anaelezea mifano ya kushangaza kidogo. Mfano wa kwanza ukiwa ni hazina, mfano wa pili ni lulu na mfano wa 3 ni juya. Mfano wa kwanza ambao tunaweza tukaanza kuangazia ni hazina, kwamba hazina iliyositirika katika shamba. Kwamba mtu mmoja aliona hazina katika shamba, kitu ambacho alikifanya alificha hiyo hazina, alafu kwa furaha akaenda akauza kila alichonacho ili aje kununua lile shamba ambalo lina hazina ndani yake. Hazina ambayo neno lilotumika pale ni thesauros, ambayo inamaanisha kitu chenye thamani ambacho kimehifadhiwa. Kwa ni kitu chenye thamani kubwa ambacho kimehifadhiwa mahali fulani. Na hivyo Yesu anatumia mfano huu wa hazina kuonyesha siri za ufalme wa Mungu ambazo zimejificha katika hiyo hazina kubwa. Na hivyo twist, tunaweza tukasema kama twist ama kitu ambacho cha kushangaza katika huu mfano ni kwamba mtu ameona hazina katika shamba, anaificha, alafu anaenda ananunua lile shamba ili aipate ile hazina. Ungekuwa hata wewe ungefanyeje? Pengine si unaichukua tu ile hazina unaondoka. Kwa nini yeye anunue lile shamba alafu aipate ile hazina? Kumbe tunapata ujumbe katika mfano huo ambao wa kawaida lakini una maana ya tofauti au ya kushangaza, kwamba huwezi ukaiba ufalme wa Mungu, ya kupasa uuze kila ulichokuwa nacho kwa ajili ya kupata huo uzima ama kupata hiyo hazina. Kumbe mfano huo unaweza ukatugusaje katika maisha yetu ya kawaida? Tuna kazi mbalimbali ambazo tunazifanya, zinatuingizia kipato wakati mwingine, lakini au matendo mbalimbali ambayo tunayafanya
Je, hayo matendo yanatusaidia katika kupata huo ufalme wa Mungu? Yanatusaidiaje? Mfano, unaweza ukawa kuna kazi mbalimbali unaweza kuzifanya au maisha fulani ambayo ni mabaya, hata kama ni yana thamani, yanakuingizia pesa kiasi gani. Tuchukulie mfano kazi, labda ni mwanasiasa ama nani, ama unafanya biashara na kadhalika, kaongozwa na rushwa ama wizi ama udanganyifu, kukosa uaminifu katika maeneo hayo, ama vitu vingine ambavyo unavifanya sio halali lakini vinakupatia kipato, vinakupatia thamani fulani, pengine hilo unalichukuliaje? Tunaalikwa leo kuviacha hivyo vitu ili kujipatia hiyo hazina, huo ufalme wa Mungu. Kuacha vyote, kuachana navyo ili kuweza kununua ufalme wa Mungu na kuwa nao. Ndio changamoto ilipo. Pengine tunaweza tunajiuliza, pengine nafanya kazi ambayo sio halali lakini napata fedha, na wakati mwingine natumia hizo fedha kwa ajili ya kulisaidia kanisa kwa michango, zaka na kadhalika. Je, ninakuwa katika kundi gani? Ninaweza nikaona kama ninafanya jambo jema, japo sababu ama vyanzo vya kupata hiyo fedha vilikuwa ni si halali, japo napata fedha nyingi, na wakati mwingine nakuwa naleta mchango katika kanisa. Pengine tufanyeje? Ndio ilipolala hapo sadaka yako. Na anasema ya kupasa uache ulivyo navyo, uuze, ukanunue shamba ambalo ndani yake kuna hazina. Kuna gharama ya kufanya hivyo. Ndio maana Yesu katika Injili ya Luka sura ya 9 aya 23 anatualika akitusema kwamba yeyote anayetaka kuwa mfuasi wangu, yeyote anayetaka kunifuata, lazima ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake kila siku anifuate. Kumbe kuna sadaka ya kufanya, kuna kujikatalia, kuna kujikana, ajikane, ndio kuweza kupata hiyo hazina ama ufalme wa Mungu. Lakini pia Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wafilipi sura ya 3 aya 8 anasema kwamba ninaona mambo yote kama si kitu, naona mambo yote kama upuuzi, naona mambo yote kama hasara, nikilinganisha na ule ubora wa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Siri za ufalme wa Mungu, kwamba vitu vyote nilivyo navyo vina thamani gani nikilinganisha na upendo wa Kristo. Tunaendelea kutafakari hiyo hali ya kuuza vyote. Ni kitu cha ajabu, ukauza vyote alivyo navyo, akalinunua lile shamba na ndani yake kuna hazina. Kumbuka aliiona. Kwa hatuwezi tukaiba ufalme wa Mungu. Kuna hatua za kufuata ili kuweza kujipatia huo ufalme wa Mungu. Mwandishi mmoja Fulton Sheen aliwahi kusema kwamba Mungu haangalii kiasi ama sehemu ya yale ambayo tunamtolea, bali anaangalia moyo. Na ufalme wa Mungu haujengwi na matendo yetu ya nje, yanajengwa kwa kuangalia moyo. Ndio maana Yesu katika sehemu ya Injili anasema hazina yako ilipo na ndipo moyo wako utakapo kuwapo. Kumbe kuna swala zima la moyo wako, nia yako ipoje katika kutekeleza hayo mapenzi ya Mungu yapoje. Kwa hiyo hata kazi yako unayoifanya iangalie. Sawa, inakupatia mali, inakupatia fedha, na wakati mwingine unakuwa mchangiaji mzuri wa masuala ya kanisa na kadhalika, kutenda matendo ya huruma na kadhalika. Je, inakusaidiaje kuokoa roho yako? Moyo wako upo katika hali gani? Mtakatifu Thomas wa Aquino, mmoja ya watakatifu maarufu, lakini pia mwalimu wa kanisa ambaye ameandika vitabu vingi, aliwahi kuelezea kile ambacho kinaitwa mpangilio wa maadili. Mpangilio wa maadili, Ordo Bonorum, ambayo anasisitiza kwamba unaweza ukawa unafanya kitu kizuri kama kutoa sadaka, hatuwezi tukakihalalisha kwa njia mbaya inayotumika. Hatuwezi tukawa na kitu kizuri ambacho tunakifanya ili kuhalalisha njia mbaya iliyotumika kwa hicho kitu kizuri kukipata. Kwa tunapaswa kuangalia
hilo tendo ambalo unalitenda lazima tulipime kwamba ni kitu kinafanyikaje, ni kitu kinafanyika kwa nia gani, huyu mtu anatenda hilo jambo kwa nia gani, lakini pia mazingira katika matendo hayo ambayo yanafanyika. Kumbe ninapotenda tendo fulani, wakati mwingine inakuwa changamoto kukamilisha hilo. Ndio hiyo hazina mwisho wa siku tufanyeje? Kuweza kujikatalia, ambayo sio rahisi. Fikiria mtu anafanya kazi ambayo inampatia fedha nyingi ambayo sio halali. Fikiria mtu ambaye anafanya kazi ambayo sio halali lakini inampatia fedha nyingi. Kwa upande wa Mungu sio halali, ni dhambi, lakini anafanya kazi hiyo na kupata kipato kingi. Je, mtu huyo afanyeje? Kuacha ile kazi na kwenda kutenda kazi iliyo halali, ama kuacha kazi ambayo unajua inakupatia kitu kikubwa ambayo sio halali mbele ya macho ya Mungu? Hilo unaliwekaje ama unachukuaje? Inakuwa sio rahisi, ni ngumu. Kwa hiyo yakupasa kujikana na kujikatalia, ndio siri ya ufalme wa Mungu ilipo. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo inampasa atubu, kuachana na ile kazi anayoifanya ama matendo ambayo yanampelekea kuwa mbali na ufalme wa Mungu, lakini pia kuona namna gani ya kuachana na hizo njia mbaya, lakini mwisho wa siku kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Kumtumikia Mungu katika roho na kweli, manake utii ni bora zaidi kuliko sadaka. Utii katika maana gani? Utii katika kushika amri za Mungu. Mfano wa pili Yesu anaotoa ni lulu margarites. Lulu ambayo margarites ikimaanisha mawe yenye thamani ambayo yalikuwa yanatumika katika zama za kale hapo, ambapo ni mawe yenye thamani ambayo mtu katika Injili hapa anatuambia mtu alipoona lulu ya thamani akauza vyote alivyo navyo, alafu akaenda kuinunua ile lulu. Ni kitu cha ajabu pia. Ndio maana tunasema mifano hii Yesu anaitoa ni mifano ya kawaida, lakini na maana isiyo kawaida, ina maana pana na maana ya ndani. Fikiria uuze kila kitu ulicho nacho eti ukanunue lulu. Sasa utakula lulu au utafanyeje? Kwa hiyo hata kufanya vitu vingine itakusaidiaje? Kwa hiyo kupasa kuangalia kwa makini mfano huu sio wa kawaida. Na mfano huu unatupa moja kwa moja kwamba kile ambacho ni kitu cha ajabu, mtu hata akikusikia umeuza vitu vyote ukaenda kuchukua lulu atakushangaa. Na ndivyo ufalme wa Mungu ulivyo. Wakati mwingine kufanya vitu ambavyo kwa macho ya ulimwengu, kwa macho ya dunia wanaweza kukuona hauna akili, kama hamnazo hivi, lakini haupo sawa. Sasa unafanya kitendo hicho kwa ajili ya siri ya ufalme wa Mungu. Ndipo kiini cha huu mfano kilipolala. Kumbe kuna mambo fulani ambayo tunaweza tukayafanya tukaonekana wapumbavu, tukaonekana kama hatuna akili, lakini lengo ama matendo hayo yana nia gani? Yana nia njema, manake kutuweka katika ufalme wa Mungu, kutupa ufunuo wa siri za Mungu. Pengine ni matendo gani ambayo yanaweza kutuonyesha sisi kama lulu, ama kama huyu mtu ambaye anaenda kuuza vyote alivyo navyo ananunua lulu ya thamani? Wakati mwingine msamaha, kumsamehe mtu aliyekutendea ubaya wa kuumiza kweli kweli. Unaweza kumsamehe. Dunia ama kwa macho ya dunia inahitaji kisasi, ulipe kisasi kwa wale ambao walikutendea. Na ukionekana unawasamehe wale waliokutendea ubaya kiasi gani, utaonekana kama hauna akili, kama zoba au kama bwege fulani ambaye unashindwa kusimamia msimamo wako hasa wa kulipiza kisasi. Lakini siri ipo katika msamaha, kuweza kuwasamehe wale wote waliokutendea. Katika macho ya ulimwengu utaonekana mjinga, utaonekana hauna akili, lakini katika macho na siri za ufalme wa Mungu nafanana na yule mtu ambaye ameuza vyote alivyo navyo akanunua lulu ya thamani. Na wakati mwingine tunaweza tukawa tunafanya kazi ama kutenda matendo fulani mema ambayo katika macho ya ulimwengu yanaonekana
yanaonekana si kitu. Mfano mtu anapoamua kusimama na haki, kuachana na rushwa, kutenda kwa haki, kuepuka rushwa. Wapo watu ambao wapo katika sehemu za nafasi za juu kuweza kuwachukua watu katika maeneo ya kazi, ajira, tenda mbalimbali na kadhalika. Yote hayo wanayafanya, wanao uwezo wa kutumia rushwa ya aina yoyote. Zipo rushwa mbalimbali, rushwa ya vitu, rushwa ya fedha, wakati mwingine hata rushwa ya ngono, ili kuweza kuwasaidia watu. Sasa mtu wa namna hiyo ambaye yupo katika eneo hilo ambalo yupo tayari kuwasaidia watu ama kuchukua rushwa yao ya aina yoyote, akaamua kutenda haki, ataonekana mjinga. Kwamba ningekuwa mimi labda ningefanya hivi, lakini wewe umekaa pale unashindwa kuchukua hela, unashindwa kuchuma hela, unashindwa kuchuma rushwa ya aina yoyote. Kwa pengine kwa macho ya ulimwengu unaweza ukaonekana kama si lolote, au jielewi, unashindwa kutumia nafasi uliokuwa nayo na kutenda kujinufaisha mwenyewe kwa maslahi mbalimbali. Wakati mwingine hata kwa vijana challenge hiyo inakuwepo. Vijana tunahimizwa kwa namna ya pekee kuishi maisha ya ndoa baada ya ndoa. Wapo vijana ambao wanaishi maisha ya ndoa pasipo ndoa, kwa maana ya uasherati ama uzinifu katika maana nyingine. Sasa pale ambapo unatokea vijana ambao wanaishi usafi wa moyo na kusubiria mpaka maisha ya ndoa yafike, wakati mwingine kwa macho ya ulimwengu wanaonekana kama wajinga, wanaonekana kama hawajielewi ama washamba. Ndipo siri ya ufalme wa Mungu imelala hapo katika hili, katika huu mfano wa lulu yenye thamani, kwamba nipo tayari kuonekana mjinga katika macho ya ulimwengu, lakini nipo tayari kuonekana mwenye hekima kubwa katika macho ya Mungu. Kwa mifano hii yote miwili, mfano wa hazina iliyositirika katika shamba, mfano wa lulu ya thamani, yote hivi tunaongozwa na hekima ya Mungu. Tutende katika hekima ya Mungu, kwa sababu katika hekima ya Mungu itatuelekeza kuweza kuingia katika sehemu nzuri. Ndio mfano wa tatu ambao unakuwa ni kama muungano wa hii mifano miwili. Mfano wa tatu ambao ni juya lililotupwa baharini likachukua wa kila aina. Mwisho wa siku walivyovuta pwani, wabaya wakawachukua, wabaya wakawatupa, wema wakawachukua. Ni lugha ya picha, ni kama nyavu imetupwa baharini, kavua samaki. Kuna samaki wazuri na samaki wabaya. Wabaya wakawatupa, wazuri wakawachukua. Kwa hiyo mwisho, siri za ufalme wa Mungu inaelekeza katika hukumu ya mwisho, kwamba hukumu ya mwisho kutakuwa na wale waliotenda mabaya wataenda motoni, wale waliotenda mema basi wataenda mbinguni, na ndio huko mbinguni kutakuwa na furaha ya milele, na wale motoni basi huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Injili ya Mathayo inaishia hivyo katika mfano huu. Kumbe siri za ufalme wa Mungu mwisho wa siku zinatupeleka katika hukumu ya mwisho. Baada ya kuishi kwa kutambua kwamba siri za ufalme wa Mungu ni hazina katika maisha yetu, kwa kutambua siri ya ufalme wa Mungu inafananishwa na lulu, kitu chenye thamani, na nikishatambua hilo niweze kutenda kadiri ya mapenzi ya Mungu nikiongozwa na hekima hiyo ya kimungu, mwisho wa siku basi nitapata uzima wa milele. Ndio siri ya ufalme wa Mungu ilipolala. Kwa hiyo leo katika tafakari yetu tunaweza tukaona kwamba ili kuweza kupata ufalme wa Mungu kadiri ya hekima ya Mungu, kuishi kadiri ya hekima ya Mungu, hekima ambayo zawadi kutoka kwa Mungu mwenyewe, ni paji la Roho Mtakatifu, hekima ya kuweza kung'amua mambo na kuamua kutenda mema ama mabaya. Ndicho ambacho somo la kwanza kutoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 3 ya 5 na sura ya 7 hadi ya 12. Mfalme Sulemani mara baada ya kupata ufalme kutoka kurithi ufalme kutoka kwa baba yake Daudi, mfalme Daudi, anaona sasa atawaongozaje watu, akitambua kwamba yeye ni mdogo, hana uwezo wa kuamua kutenda kwa haki na kadhalika. Anamuomba Mungu paji la hekima, hekima ya kuweza kuamua, hekima ya kimungu ambayo itamuongoza kuishi kadiri ya amri na mapenzi ya Mungu. Na hekima hiyo inaweza kutusaidia mwisho wa siku kuweza kuchagua jema na baya, kutambua
katikati ya siri za shetani, katikati ya vishawishi na changamoto mbalimbali, kuweza kuwa na hiyo hekima ya kimungu ambayo itatuongoza mwisho wa siku kufikia uzima wa milele na sio kupotea. Kwa hiyo Mfalme Sulemani anaomba hekima na Mungu anampatia hiyo hekima. Mfalme Sulemani katika sala yake anasali akisema, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia, na mtuma wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu watu hawa walio wengi? Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, kwa kuwa Sulemani ameomba neno hili. Sulemani anaomba hiyo hekima kwa Mungu, ambayo inatualika na sisi daima iwe sala yetu kumwomba Mungu atuongoze, hiyo hekima ya kimungu itawale katika maisha yetu, ili yale yote tutakayoyatenda, kazi, maeneo mbalimbali tunayokuwa nayo, tutende kwa haki, kwa busara, kwa uadilifu na uaminifu mkubwa, ili mwisho wa siku katika hukumu ya mwisho tuweze kuchaguliwa kama wale samaki walio wema, kwenda kufurahia siri za ufalme wa Mungu, maanake ile furaha ya milele, kujiepusha na ile hukumu ya motoni, yani kilio na kusaga meno. Sheria yako naipenda mno ajabu, ni maneno ya Zaburi ya 119 yakitutafakarisha na kutualika kwamba daima tuwe na upendo kwa sheria ya Mungu. Upendo kwa sheria ya Mungu ndo yale maneno, utii ni bora kuliko sadaka. Haijalishi sadaka yako ni kubwa kiasi gani, je, moyo wako umelala katika utii na kuongozwa na hekima ya kimungu? Kumbe Dominika hii tuendelee kutafakari na kumwomba Mungu atupe moyo na hekima yake ya kimungu, ili tuweze kupambanua mema na mabaya na mwisho wa siku tupate uzima wa milele. Nikutakie Dominika njema hii ya 17 ya mwaka wa kanisa, na Mwenyezi Mungu akubariki. Mimi ni Padre Benjamin Maganga Bundala, na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani.